iendelee. Bila shaka hujambo na kukaribisha katika makala ya Suluhu, na tuko vijijini kutazama suluhu ya mawasiliano. Kujaribu kuangalia kwa namna gani mawasiliano yamefika vijijini. Tunaelezwa kwamba mambo yalikuwa magumu sana, na hapa inabidi nitafute usafiri hapa kutafuta kama nitapata bodaboda ili tuweze kukusimulia. Na mambo vipi? Safi kaka. Kwema. Kwema. Shilingi ngapi mpaka Kijombe? 2000. 2000 Haya, basi twende. Na mtazamaji, karibu sana. Safari yangu inaelekea Kijombe na lengo kubwa ni kutaka kufahamu namna ambavyo mawasiliano yamefika huku. Basi tufuatane. Karibu. Hii ni makala ya Suluhu, tukiangalia suluhu ya mawasiliano vijijini. Suluhu. Na moja, tunafika huku kutaka kufahamu kwanza kwa mwenyekiti wa kijiji, lakini mtendaji wa kijiji, kufahamu hali halisi ya huku. Na kama unavyojua, kila mahali pana wenyewe, pana uongozi, pana utawala. Tunapata kujua namna gani mawasiliano yalikuwa hapo kabla, lakini sasa mambo yako huku. Na kama unavyojua, serikali inatekeleza mkakati mkubwa wa kufikisha mawasiliano vijijini. Kwa kipindi chetu tunasema Suluhu vijijini, na tunapata simulizi hizi. Kabla ya mnala kuja hapa ni nyuma ya mwezi wa 9 kurudi nyuma miaka mingine yote. Kulikuwa kuna shida kubwa sana. Yaani mawasiliano yalikuwa ni mabovu, yani ukisema unampigia mtu yani ni changamoto kwa luzo kwa wingi sana. Lakini tunashukuru baada ya kuja mnala mwezi wa 10 mwaka jana mpaka sasa kwa line ya Voda iko vizuri kweli kweli. Usiku bondeni huko mawasiliano yani yako vizuri. Tunaendelea na mawasiliano vizuri sana kwa wakati huu. Saa nyingine ukiangalia hapa kuna watu wengine tunafanya biashara hapa ndani ya kijiji cha Kijombe. Biashara zinatoka Makambako. Sasa unavojaribu kufanya mawasiliano na watu ambao wameshaenda tayari Makambako kwa wakati huo kabla ya mnala kufika, manake unaenda kuona anakuambia nilikuwa sikusikii, mwisho wa siku hata biashara haiwezi kurudi Kijombe. Tayari nikawa ni changamoto kwa ndani ya kijiji cha Kijombe. Kwa maana ya mawasiliano ilikuwa ni hafifu sana. Lakini baada ya kuwa tayari mnala umesogea, tayari mtu nampigia simu akiwa Mbeya mnawasiliana, akiwa Dar es Salaam mnawasiliana vizuri kabisa, Makambako, yani hata biashara sasa zinaenda vizuri. Kwa mfano tunasema tuna ndugu yetu Kinyunyu, mfanyabiashara maarufu Makambako, anafanya biashara za pembejeo. Tulikuwa tunajaribu kuwasiliana kwa wakati ule, tulikuwa tunakosa sana mawasiliano. Lakini baada ya mnala huu kuja, tunapata hata mbolea zinakuja na magari jioni, ni baada ya kupiga simu tukiwa ndani ya kijiji hiki cha Kijombe. Baadaye magari yanavyorudi mbolea zinarudi, basi tayari mambo yanakuwa safi. Kwa asilimia kubwa kijiji cha Kijombe ni wakulima. Kwa hiyo tukijikita kwenye kilimo, manake lazima tumtafute Kinyunyu. Kinyunyu atatuagizia mbolea kwa njia ya magari, basi mambo yanakuwa yamekaa vizuri. Changamoto nyingi zilikuwepo, mfano kutuma taarifa kwamba kama kuna taarifa inabidi tutume wilayani huko halmashauri, tulikuwa tunashindwa kwa sababu mtandao ulikuwa chini. Lakini mpaka ulivyokamilika mwaka jana mwezi wa 10, taarifa tunatuma kwa wakati na mambo mengi yanaenda vizuri. Taarifa zingine inabidi utume, mfano Makambako kuna wauzaji ambako huwa tunachukua pembejeo, mfano pembejeo au hata mambo ya ujenzi. Tulikuwa tunategemea Makambako tume taarifa, tuwapigie simu, watupate alafu tuwaagize. Mfano huwa tunafanya quotation, lazima tufanye mawasiliano na wale wauzaji, wazabuni, tutume quotation hizo tuweze kuletewa pembejeo au tuletee na ni mambo ya ujenzi. Lakini ilivyokamilika mtandao, mambo mengi yanaenda vizuri. Kabla hujafika huo mnala, shida tulikuwa tunayo tena nyingi tu na ni kubwa, hususa endapo imepatikana shida kutoka baadhi ya kijiji by kijiji. Kimawasiliano ilikuwa ni shida, tena shida mno, mpaka utegeshee simu sehemu, aidha utegeshee sehemu utakuta message inaingia kwamba kuna mtu amekutafuta, kuna shida sehemu fulani. Lakini baada ya kulalamika kwamba sehemu fulani wanapigiwa mnala, mpaka sisi labda kutafuta mtandao, labda utafute IAI wapi mtandao unakaa sehemu kwamba sehemu ya IAI iko sehemu hivi. Kwa hiyo unaweza kutegeshea simu kwenye sehemu ambayo mtandao uenda unashika, ndio hapo unapata mawasiliano. Natoka hapo ni shida. Baada ya kujengewa mnala, saizi tupo vizuri, hadi ukiwa bondeni huko mnaongea vizuri, yani umelala ukiwa wapi chumbani huko. Na ni mtandao upo vizuri kabisa, mtandao wetu wa Vodacom. Kwanza tunamshukuru mama yetu Samia huyu kwa kutuletea mtandao kijijini hapa. Mawasiliano kijiji by kijiji tunawasiliana vizuri. Na ya pili tulikuwa tunasema mawasiliano ya kijiji cha Matemela mpaka ipo, nilikuwa kama nataka mawasiliano na wasiliana na mtu wa kule ilikuwa ni shida. Aidha mfuate kwa pikipiki au kwa basikeli. Lakini kwa saa hizi nao pia mtandao upo kule, tunawasiliana vizuri kabisa, yani bila shida yoyote.
Suluhu. Ilikuwa ikiwalazimu kutumia umbali mrefu kuyapata mawasiliano, na wengine walikuwa wanapanda juu ya bati, na hapa kuna Mlimani City huko walikuwa wanakwenda sehemu wanakaa wanapata mawasiliano. Ilikuwa ni changamoto mno. Shughuli za hapa ni za kilimo na wanafanya biashara mbalimbali. Mawasiliano ni muhimu sana. Ukifika vijijini unapata tafsiri halisi ya kwa nini Rais Samia Suluhu Hassan alifanya maamuzi makubwa ya mradi mkubwa kwamba sasa mawasiliano yafike vijijini. Huku wanaagiza pembejeo kutoka wilayani kufika vijijini. Na ilikuwa lazima wawasiliane kwamba tuletee pembejeo kiasi fulani ama tunahitaji mambo fulani. Ilikuwa ni changamoto mno kuyapata mawasiliano. Ilikuwa unapita sehemu yapeleke simu, message iingie uweze kupata taarifa. Lakini sasa mawasiliano yamebadili mno maisha ya vijiji tofauti. Na tunafika kwenye kijiwe hapa kufahamu kijiwe cha bodaboda, na kama unavyojua bodaboda zimetoa ajira na wananchi wanaitafuta shilingi. Habari zenu? Habari za hapa? Mambo yanakwenda? Mazuri kabisa. Naam, kwanza tuambie jina lako. Kwa jina naitwa Peter Kisoma. Peter Kisoma ni mkazi wa kijiji gani? Kijombe. Kijombe. Ndio. Hebu tuambie, kabla ya mnara huu kuwepo, changamoto gani mlikuwa mnazipata kuwasiliana? Ni kweli changamoto hapo awali zilikuwepo kabla ya mnara kufika. Ilikuwa ni kupata mawasiliano ni kwa shida sana, mpaka uende baadhi ya maeneo ili uweze kupata mawasiliano vizuri. Hasa hususani kwenye swala la network internet ilikuwa ni changamoto kutokana na kazi yangu. Kazi yangu inategemea sana mtandao. Kwa hiyo ikopo ni shida sana. Mshabiki wa timu gani? Simba. Simba. Kwa hiyo unakosa mambo sana. Yaani kwa napata shida. Ila sasa hivi tunashukuru serikali yetu tukufu imeweza kufanya mambo. Kwa hiyo sasa hivi kwenye masuala ya mtandao yako fresh. Kwa namna gani mawasiliano yanachangamsha shughuli zako za kila siku? Kwa kwenye kuchangamsha hapo ni baada ya mnara kufika, si ndio? Kwa hiyo shughuli zimekuwa ni nyepesi zaidi. Ndio. Maisha ni kila siku. Kama unavyozipata burudani za ubaya, ubwela, Simba na Yanga, mpaka huku ndio shughuli ambazo zinachangamsha maisha yaende. Fikiria unachukua simu yako unaangalia Chasambi kakosa goli na utani ule, alafu baadaye mambo yanarudi. Hebu niambie kwa namna gani haya ungeyakosa kama ambao mtandao ungekuwa hapa? Unajua zamani tulikuwa tukisikiliza kwenye redio, ilikuwa tunatamani sana kuviona hata kwenye marudio, lakini ilikuwa ni changamoto kidogo. Lakini sasa hivi ni mambo kama unavyoona. Sasa hivi nafungua mtandao wangu hapa popote nilipo, tunaangalia. Muona hapa nili. Sasa hivi mtandao uko safi kabisa. Muona mambo kama haya. Bwana Chasambi akifanya mambo yake sasa hivi, muona. Mambo sasa hivi ni weka hapo tusikie kidogo. Muona. Sasa hivi kuna peruzi ni rahisi sana. Data Hi, my name is Marcy Simba. Maisha yanaendelea huku. Hebu tuambie, zungumza na Rais Samia Suluhu Hassan ambaye alisema mawasiliano yafike huku. Kwa namna gani unamshukuru, na mwambie kwa namna gani mawasiliano yanabadili maisha kwenye maeneo ya vijiji? Sisi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuweza kutufikishia hizi huduma, na kwa sababu kwetu ilikuwa ni changamoto. Kwa hiyo tunamwomba endelee kuwa na support hizo kwa sababu hizi huduma za mtandao ni kitu muhimu sana kwa maisha ya sasa hivi jinsi yanavyoendelea. Kwa hiyo tunamshukuru, aendelee kutuletea mambo mengi zaidi. Kwa sababu sasa hivi ametuletea Voda, kwa tunatamani na baadhi ya minara mengine atuletee ili tuweze kupata, na kwa sababu hii ni kwa Voda tu. Kwa lakiweza labda kutuletea na mnara labda wa Airtel, Tigo, ili mambo yawe sawia kabisa. Safi sana. Mwanzo wa namba huwa ni moja. Wameshapata sehemu na sasa ubaya, ubwela na mambo mengine wanayapata, lakini shughuli za kiuchumi zinaendelea. Na kama unavyojua mwanzo wa namba ni moja. Kama yameanza moja, basi mengine yatakuja zaidi na makubwa zaidi yanatarajiwa kufika hapa. Naam, hebu tuambie jina lako na wewe ni mkazi wa wapi? Naitwa Samuel Sospita Fifi, mkazi wa Kijombe, kata ya Kijombe. Hebu tuambie, kabla ya mawasiliano kufika huku, changamoto gani mlikuwa mnazipata? Mlikuwa mnafanyaje kuwasiliana pengine wewe? Kwanza changamoto zilikuwa ni nyingi sana. Cha kwanza, huwezi kufanya biashara bila mawasiliano. Huwezi kusafiri bila mawasiliano. Na cha pili, huwezi kutengeneza muunganiko mzuri bila mawasiliano. Kwa hiyo mtandao ilikuwa changamoto sana. Wewe mshabiki wa timu gani? Kwani nyinyi muogopi?
Gusa achia. Gusa achia twende kwao. Huku tumetoka kwa Simba na huku ni gusa achia twende kwao. Maana mtu alikuwa anasema mbona kataja Simba tu, sasa bahati nzuri tumepata gusa achia twende kwao. Lakini vipi, mtavuka? Tutavuka asilimia nyingi. Wewe kumchapa mtu 5-5 ni kawaida tu. Tutashika unavyoenda, unaenda kama nyumba ya kwako, sio aje. Juzi mmepo changamoto kidogo. Kidogo, lakini ndio hivyo safari ya maisha. Tutavuka. Gusa achia endelea. Gusa achia twende kwao 5G. Hebu tuambie kwa namna gani mawasiliano ni maisha ya uchumi huku na kwa namna gani yanachangamsha huku? Kiujumla sasa hivi tumebadilika na mawasiliano kama unavyoona sasa hivi hapa bodaboda tunafanya kazi, mawasiliano yako safi, yani ni kubofya tu. Ongea na Rais Samia, mwambie alisema kwamba huu mradi mkubwa wa minara uelekee vijijini, na zungumza kwa namna gani umefika huku, ajue kwamba mawasiliano huku ni mazuri na namna gani yamechangamsha shughuli zenu. Kwanza tunamshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuona mbali sana, kwa sababu sisi kama huku tulikuwa tunapata shida sana kwa maana ya mawasiliano, mambo mengi, miradi haiendi kwa hapa na pale. Tunamshukuru kwa ngazi kwa hatua aliyoifikia na kutupa mwanga kama hivi, tunafanya biashara kwa urahisi, kwa uhuru zaidi. Tunasema tunamshukuru na tunasema aendelee kufanya zaidi ya hapa. Suluhu. Moja ya jambo tunalokutana hapa kwamba si mawasiliano tu, na kama unavyojua shughuli za vijana ni pikipiki kama hizi, na tumepata kujua huku kwamba kumbe wamejikusanya kama vikundi, lakini wamenufaika na ile mikopo ya 10% inayotolewa kwa wananchi. Simulizi za kusisimua namna ambavyo maendeleo yanabadilisha maisha ya watu hapa Kijombe. Kwanza nianze kwa kuipongeza Chama cha Mapinduzi na serikali kupitia mama wetu Samia Suluhu Hassan kwamba ameitekeleza ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi kwa utulivu na kwa huruma yake na kwa upendo wake mkubwa, kwa kuweza kuikopesha mikopo ya 10% kwa wanawake, walemavu na vikundi vya bodaboda. Na unavyoona mbele yako ni kikundi cha bodaboda ambazo zimetokana na mkopo wa 10% kwa vijana ambao wamenufaika kupitia mkopo wa 10%. Kwa hiyo ni jambo la kumpongeza mama, ni jambo la kuipongeza Chama cha Mapinduzi kwa maana ni chama kisikivu na ndio chama pekee ambacho kinaweza kutekeleza ilani na kwa utulivu na kwa ahadi zile kwa utekelezaji kwa 100%. Zamani mimi nilikuwaga ni mtu wa kubeba labda makopo ya takataka, ila kwa saizi nashukuru mama Samia kanipa bodaboda kwa mkopo. Nashukuru Mungu saizi na bodaboda yangu hii hapa nanufaika vizuri kabisa, napata kufanya kazi vizuri kabisa. Kwa upande wangu mimi nafurahia sana. Kwa sababu gani? Moja kwa moja zamani nilikuwa sina kipato chochote kile, ila saizi angalau kwenye akaunti yangu na chochote kitu. Kiujumla niseme tunamshukuru mama Samia kwa kuangalia mbali zaidi, kwa kuona namna gani ya kuinua uchumi wa vijana. Niseme tu tumenufaika na mikopo ya 10% ya mama. Kwa mara ya kwanza tulipewa kama taarifa, lakini tukawa tunatumia kwa njia ya mawasiliano. Mwisho siku tukawa tumeendelea kupambana kwa hapa na pale, tukamuomba mama, usikivu kaendelea kwa viongozi kwa ngazi zote, zikawa zinaenda vizuri, na mwisho siku tukakuta tumeambiwa kwamba inatakiwa ufike sehemu husika mpate chuma. Suluhu. Mawasiliano yanakatisha katika kila baadhi ya maeneo, ni shughuli za uchumi na ni mabadiliko makubwa. Hapa nimefika, niko Mpandangindo, shughuli zinaendelea hapa Songea vijijini. Mamangu, kwanza niambie jina lako. Naitwa Makulata Nchimbi. Makulata Nchimbi? Naona kina Nchimbi nyota inang'aa tu sasa hivi. Mambo mazuri Mambo mazuri. Hebu tuambie, kabla ya mnara huu kuwepo, hali ya mawasiliano ilikuwaje na mlikuwa mnafanyaje kuwasiliana? Kwa kweli ya mawasiliano ilikuwa ni ngumu. Mawasiliano ilikuwa na shida, yani shida sana. Ulikuwa unafanyaje mpaka mpate mawasiliano? Ilikuwa hivi shida, lakini mlivyokuja kutuwezesha tunashukuru. Sasa hizi mawasiliano yanakuwa hewani muda wote, akikutafuta mtu unapatikana bila wasiwasi. Ukiwa shamba, ukiwa wapi, hebu simulia. Yaani kokote, hata nikiwa mbondeni huko bustanini, mtu akinitafuta anapatikana. Ndio. Haya yote amefanya Rais Samia, akasema kwamba sasa serikali ya awamu ya 6 inapeleka mawasiliano vijijini ili wananchi waweze kufurahia shughuli zao. Unamwambia nini? Tunamshukuru kwa jitihada zake. Kila laheri, maisha safi sasa hivi. Maisha safi kabisa. Naam, hapa tunazungumza na Mama Jeni pia. Angalia wakuone kule Mama Jeni, ama utaki Jeni akuone. Jina lako na ni mkazi wa wapi?
Naitwa Edita Komba, mkazi wa Mpandangindo. Hebu tuambie, kabla ya mawasiliano hali ilikuwaje na shughuli zako kwa namna gani zilikuwa zinakwama? Shughuli zilikuwa zinakwama kwa sababu mtandao ulikuwa unasumbua, lakini baada ya kutuletea huu mnara, mtandao muda wote unapatikana. Na kwa namna gani mtandao umerahisisha shughuli zako za kila siku za maisha? Na maana kazi zako sasa unaweza ukawasiliana na mteja ukarudi. Kabla hapo ilikuwa ni tusimulie jinsi mambo yalikuwa rahisi hapo. Kabla ya mtandao ina maana hata mawasiliano yalikuwa yanasumbua, lakini sasa hizi mnara ulivyofika mtandao unakuwa kwa wakati. Hongera sana. Haya yote imefanya serikali. Kwa namna gani unawapongeza na unazungumza namna ambavyo mambo yako sawa sasa? Kwa kupitia hili tunaipongeza serikali. Pamoja na hivyo, lakini wametuletea mtandao umerahisishwa, lakini pia barabara zetu bado haziridhishi, hasa inaponyesha mvua tunapata shida sana. Kwa hizo na zenyewe sasa mambo yaje huko. Ndio. Basi yatakuja. Mwanzo wa namba ni moja, sasa ni mawasiliano, barabara, mambo yatakaa sawa, ama sio? Sawa. Mama Jeni? Asante sana. Ni mkakati wa mawasiliano vijijini, na shughuli huku mambo yanaelekea sana kubadilika mno. Shughuli za kiuchumi za maisha wa kila siku ni mawasiliano. Tunafika huku kama unavyojua, hii ni mashine ya kusaga hapa. Tunazungumza na wenyeji kutaka kujua. Bwana sogea huku tuzungumze bwana. Sogea tuweke maneno kidogo. Mambo vipi? Safi. Tuambie jina lako na ni mkazi wa wapi? Mimi naitwa Ayubu Ismail Matembo, mkazi wa Mpandangindo. Ayubu, tuambie, kabla twende ndani tuone mambo, kabla ya mawasiliano kuwepo, mnara kuwekwa, shughuli hizi mlikuwa mnafanyaje na kwa namna gani mlikuwa mnakwama? Yaani shughuli ilikuwa tunafanya, ila ukubwa wake changamoto ilikuwa na mnara hamna. Changamoto ilikuwa mtandao unasumbua sana. Ila namshukuru Mungu kwa kutuwekea nani Tigo hapa. Changamoto kidogo impungua. Hebu tuambie kwa namna gani sasa maisha yamerahisishika na mitandao na shughuli zako unazofanya. Hata mama unawasiliana naye na mawasiliano sasa hivi mambo safi kutokea hapa kazini ukiwa. Namshukuru Mungu maisha yanaenda vizuri. Tunawasiliana vizuri na tunashukuru Mungu, serikali mtuletea mnara na nashukuru kabisa. Hebu asha mashine tuone mambo kidogo yanavyokwenda huko tuone. Kama mambo yanakwenda kweli na shughuli zimerahisishika. Natosha. Safi kabisa. Ni shughuli za kiuchumi ambazo zinarahisisha mawasiliano. Katika maeneo ya vijijini, kama mawasiliano hakuna, mambo mengi yanakwama. Ilikuwa nia ya serikali ya awamu ya 6 kwamba sasa mawasiliano yafike vijijini, yanarahisisha maisha mno huko. Shughuli za wananchi zinaendelea. Unamwambia nini Rais Samia ambaye mwaka jana amesaini mkataba mkubwa kabisa wa mradi wa mawasiliano, zaidi ya kata ama minara 756 ifike katika maeneo ya vijijini? Na nyinyi Mpandangindo mmenufaika. Hebu zungumza naye mawili matatu afu mwambie kwa namna gani mnafurahia mawasiliano. Mimi naomba tu kwa moyo aendelee na moyo, naomba tutamuunga mkono, tushirikiane. Namshukuru sana yani. Tuko napata shida sana kuhusu mtandao. Sasa mambo safi. Sasa hizi mambo safi. Kuna kisa chochote unachokumbuka ama shughuli ulikosa ama mambo yalikwenda mabaya kwa sababu mawasiliano hayakuwepo? Changamoto nyingi lakini huwezi kusema zote. Kumbuka moja tu ambao unasema itakiwa nifanye hivi, sasa sikufanya kwa sababu nimekosa kuwasiliana. Hapana. Namshukuru tu Mungu, mambo yanaenda vizuri. Sawa. Asante. Naam. Ni shughuli zinaendelea huku na tumeweza kupata simulizi ya jinsi ya mambo yalivyo, mawasiliano yalivyobadili maisha katika maeneo ya vijijini. Huku ni Songea vijijini, Mpandangindo, eneo ambalo liko karibia na Songea mjini, vijijini kidogo, lakini tunapata kuona namna ambavyo mawasiliano yamebadili maisha ya wananchi huku. Hii ni makala ya Suluhu, tukiangalia vijijini kabisa, mkakati wa mawasiliano vijijini ama suluhu ya mawasiliano vijijini, na kwa namna gani maeneo ya pembezoni ya Tanzania yamebadili maisha. Mstari mwembamba tu ambao unaweza kuchorwa ni kwamba maeneo ya vijijini pasipo na mawasiliano mambo yanaharibika mno, lakini sasa mawasiliano yamefika huku, maisha yanaendelea huku na shughuli za wananchi zinaendelea. Simulizi zinazosimuliwa huku ni kwamba mawasiliano ni kilimo, mawasiliano ni shughuli za mifugo, ya kwamba mtu sasa yuko shamba amekuta kwamba kunahitaji mbolea, sasa anaweza kunyanyua simu na kupiga, mbolea inafika pale. Lakini pia ana shughuli za fedha, anataka alipia, atatumia mtandao, atalipia. Kwanza kabisa nichukue nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Chama cha Mapinduzi CCM, lakini pia nichukue nafasi hii kuwashukuru watu wa
mfuko wa mawasiliano kwa wote, lakini pia ni washukuru kampuni ya Tigo. Maana huu mnara uliojengwa hapa katika kijiji chetu upo chini ya kampuni ya Tigo. Hapo mwanzo ulikuwa na changamoto kubwa sana ya mawasiliano, lakini toka tumejengewa huu mnara, hiyo changamoto imetatuliwa kwa ukubwa zaidi, tofauti na hapo awali ilivyokuwa. Kwa tunaishukuru sana serikali ya awamu ya 6 kwa kutuletea mawasiliano hadi vijijini. Sasa hivi changamoto ya mawasiliano imetatuliwa kwa ukubwa zaidi. Ukosefu wa mawasiliano ulikuwa unakwamisha mambo mengi, hususan hata upande wa biashara, kwa sababu kuna watu wanafanya biashara, na huku Songea ni mkoa ambao ni mkoa wa kilimo. Kwa kuna muda changamoto ya mtandao ulikuwa unakwamisha hata biashara za watu. Watu wanawasiliana na watu tofauti tofauti kujua soko la mazao, hasa mazao ya mahindi yanayolimwa kwa ukubwa sehemu hii, lakini sasa changamoto imeisha, mawasiliano yako vizuri. Tunaishukuru sana serikali yetu. Bila mtandao hapa shughuli ilikuwa ni ngumu kidogo. Tulikuwa tunahangaika sana kupata mtandao, na tulikuwa mpaka tunachukua maamuzi ya kwenda uwanjani nyuma kule kwenda kufuata mtandao, lakini baada ya mnara kufika karibu hapa, mtandao umekuwa ni safi kabisa. Hatusumbuki sana kufuata mtandao kwenda mbali wala nini. Hapa kama hapa nilivyokaa tu, nikichukua simu yangu, mteja wangu akija na mhudumia safi kabisa, wala panakuwa hakuna shida. Mtandao umenirahisishia shughuli za kifedha. Kwanza watu wengi wanakuja kuweka pesa na wanakuwa wanatumia mtandao wa Yasi. Alafu na pia kwa mimi mwenyewe commission ambayo ninayoipata ni tofauti na ile ambayo nilikuwa naipata kipindi ambacho mtandao ulikuwa unasumbua. Namshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan, rais wetu, kwamba ametuwezeshea katika vijiji hivi kusambaza minara, na mtandao umekuwa huko vizuri, hausumbui, yani hauna tena zile kusema kukwama kama ulivyokuwa mwanzo, na wala hatuhangaiki tena kuupata mtandao. Kwa sasa mtandao tunaupata safi kabisa, kila kitu kiko vizuri. Hali ilikuwa ni shida, manake simu ilikuwa uongei ukiwa hapo unapita kutafuta mtandao. Unaweza ukatoka hapo kwa mko nje kwenye uwanja huko, au upande kidogo kwenye uinuko kidogo ndipo upate mawasiliano. Lakini baada kuja tu mnara wa Tigo, kiukweli yani hapa nilipo kuwepo bidhaa, kwanza naagiza tunapiga tu simu mjini, pia imeniondolewa gharama hata ile ya kusafiri muda wote kwenye gari. Naagiza mzigo hapa nilipo. Pia na mimi mashamba ni mbali, mume alikuwa bakiwa shambani, huwezi kumpata kwenye simu hadi arudi hapa nyumbani. Lakini kiukweli saizi naagiza mzigo nikiwa hapa dukani, na mzigo unakuja. Pia hata kwenye kupiga simu na mtu yoyote, naongea hapa nilipo, hamna hata kuzunguka tena kwenda sehemu nyingine yote ile, ni hapa nilipo kuwepo. Suluhu. Wanaobeba dhamana hii ni mfuko wa mawasiliano kwa wote Yusuf. Minara 758 ikigeuza vijijini kwa mijini, na kama wanavyoona simulizi ni tamu mno. Furaha ya wananchi unaiona kutoka moyoni. Sasa na wenyewe wanapata shughuli zote. Michezo kama unavyojua wanaifuatilia kwenye simu, shughuli zote za kujua kwamba nchi yao ikoje, maendeleo yakoje, wanafuatilia pia kwenye simu. Mawasiliano ndio kila kitu. Na bila shaka umefuatilia na kuona kwa namna gani mambo sasa yamebadilika. Vijijini inakuwa ni mijini, na shughuli za kiuchumi zinabadilika mno. Kwa niaba ya wote wale kuhakikisha kwamba makala ya Suluhu inakufikia, mimi ni Amini Anthony Mgeni, asante mpaka wakati mwingine. Suluhu, kazi iendelee.